yake, kila mwananchi ambaye mtaro umepita mbele ya nyumba yake ajitahidi namna ya kuweza kuuzibua ule mtaro, kwa maana ya kulima majani na kutoa mchanga unaokuwa unaletelezwa na nini, na maji, kwa sababu sio kila kitu tu TARURA imfanyie mtu mpaka nyumbani kwake. Kuna kitu ambacho mwananchi anatakiwa achukue juhudi za makusudi yeye mwenyewe. Jambo hili la kizalendo, mbona sisi wakati ule tulipokuwepo wakati wa baba wa taifa, uzalendo tulikuwa nao. Asubuhi na mapema tulikuwa tunaamka tunaenda kulima kwenye mashamba yetu, saa 4 ikifika tunaenda kwenye mashamba ya umoja, kwenye mashamba ya ujamaa na kujitegemea. Lakini leo hii mtu hataki kuona kuwa yeye ana mchango gani kwenye serikali, hataki kuona kuwa yeye ana mchango gani katika familia kwake, anashindwa namna ya kuweza kuachanisha vitu hivi. Afanye kazi za kwake za kifamilia, lakini pia afanye kazi na za nini, na za kijamii. Kwa mfano mtaro kama huu hapa nao kuepo umejaa mchanga, mwananchi ambaye amejenga nyumba mbele ya mtaro na mtaro serikali imempitishia, anatakiwa atoe ule mchanga, alafu kwanza atoe ule mchanga unamsaidia na mambo mengine yote anakuisha. Kwa sababu kwa kufanya hivyo ni kwamba unakuta mitaro inakuwa inaziba, kwa sababu wananchi hawataki kutoa nini, ushirikiano. Madhara yake ni kwamba ni kuleta magonjwa ya mlipuko, ikiwa ni pamoja maji yakijaa hapa, maana yake kutakuwa na mazalia ya mbu, ambapo wale mbu hawawezi kutoka hapo, wanaona nyumba iko hapa, mbu atoke hapa aende kwenye mtaa mwingine. Mbu atatoka hapo ataingia kwako, atakung'ata, matokeo yake atakupa nini, maambukizi. Na pia mambo haya yanakuwa ni hatari hata kwa watoto. Wito wangu kwa wananchi ni kwamba wawe na moyo wa kizalendo, waweze kuona moja kwa moja kuwa na wao ni wajenzi wa taifa hili. Wajitahidi wanapokuwa wanaona serikali imepitisha miundombinu ya serikali, wao wawe ni namba moja kwa ajili ya kuweza kulinda miundombinu ya serikali, kwa sababu kwa kufanya hivyo miundombinu hiyo wakiilinda itawasaidia. Wasipoweza kufanya jambo hilo la kuweza kulinda miundombinu ile, ni kwamba itakuwa ni ya muda mfupi, matokeo yake yanabomoka, wanabaki tena wanaweza kulalamikia ya serikali. Ndio maana nasema tu katika moyo wa kizalendo, fanya kazi za kwako wewe, fanya kazi na za serikali kwenye maeneo yanayokuzunguka kwa ajili ya moyo wa kizalendo. Kwa kufanya hivyo tunakwenda. Tunapokuwa najenga mitaro, wanatakiwa pia wao wanakumbuka namna ya kuweza kuweka nini, vivuko. Kwa mfano sasa, hiki kivuko ni cha kujitengenezea. Hiki kivuko ni cha kujitengenezea, wanatakiwa wanakumbuka wanaweka vile vivuko, inakuwa ni sawa. Lakini kama hatuwezi kuweka vivuko, tunaweza tukawapa tena nini, shida, kwa sababu hapa kuna wazee wanapita, kuna watoto wanapita. Kwa hiyo unaweza ukataka kuingia, unakuta mvua imenyesha, maji yanaweza kawasomba watoto. Kwa hiyo vivuko na vyenyewe tunashauri tu moja kwa moja hawa wakandarasi wao wanaharakisha vivuko kwa ajili ya kurahisisha nini, huduma. Kwa kufanya hivyo itapunguza kabisa kero. Kama sasa hivi hapa hakuna kivuko, eneo la pale yule pale amejiwekea mwenyewe. Kwa hiyo mradi unapokuwa unapita ni vizuri wakumbuke namna ya kuweza kuweka nini, vivuko. Kwa kufanya hivyo mambo yanaenda vizuri kabisa.